You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. Tunawezaje kusema ni kwa nguvu zetu Bwana? Tora mashakaya Rikabose monde mosikaya Rimandi mosa konte monde. Roho Mungu anasema na mtu mmoja amekutazama kutoka mbali, rikomande, amesikia na kilio chako na machozi yako, kora babashi kaya, oh simondi kaya monte, rikapapa, amemimina yeye mwenyewe, anasema amemimina ndani yako, goboshi kaya, ili kwamba uweze yumikamosi kanta ya mande monte monde. Anasema amekupenda kwa upendo usiokuwa na mipaka. Komoshi kanta ya rimasi kantemo ya mosi konde mosete. Oh Baba, tunakushukuru kwa upendo wako. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa upendo wako. Takatifu, tunakuinua kwa upendo wako. Mwenye nguvu, tunasema asante Baba. Tukifikiria nini tumefanya hakuna, ila ni rehema na neema zako tu. Asante Bwana Yesu. Chukua nafasi ya kuketi. Habari ya kupewa haki yako, kuungamanishwa na baraka zako. Watu wa Mungu, wakati mwingine adui anaweza akakutenga na baraka zako. Anaweza akakutenga na kile ambacho ulistahili kwenye maisha yako. Mungu alituumba akatuweka hapa duniani katika nchi mwanadamu, akatumilikisha kila kilichopo duniani, akatupa kumiliki, akatupa kutawala. Lakini acha nikwambie mtoto wangu, adui anaweza akaisemelea ardhi kwa ajili ya maisha yako, akaisemelea nchi kwa ajili ya maisha yako, na maisha yako yakaenda kombo, ukajikuta unapita pagumu na angali huyu mwana wa Mungu. Utanielewa kwa nini nasema hivi? Ardhi tunaiona nchi, alisema ni nchi, lakini tunaposema nchi tunamaanisha ardhi tuliyosimamia, ambayo nyayo zetu zinaisimamia. Mtu anaweza akaongea ardhi wage inasikia watu wa Mungu. Ardhi ina uhai na wage inasikia. Na nataka nikufundishe siku ya leo, utanielewa. Tukiangalia kitabu cha Yeremia 22 mstari wa 29, unaongea kwa habari ya ardhi kusemelewa na kuambiwa. Inawezekana mtu akasema na ardhi na nchi, akasema huyu kijana hatakuwa chochote, hatakuwa lolote, akasemelea hii ardhi na hii ardhi ikapokea, na ukashangaa mambo yako hayafanikiwi kwa sababu kuna neno lilizungumzwa kinyume na maisha yako, kinyume na baraka zako. Yeremia 22 mstari wa 29, neno linasema hivi: enchi lisikie neno la Bwana. Kwa hiyo anasema lisikie neno la Bwana nchi, kwa sababu nchi inasikia, na ili kitu kisikie kina uhai. Bwana asema
hivi, nchi hiyo inaambiwa andikeni habari za mtu ya kwamba hana watoto. Andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa. Ni ardhi hiyo inaambiwa kwamba iandike, iseme, ishike, ikamate kwa ajili ya mtu fulani mahali fulani. Akasema maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa. Kumbe unaweza ukasemelewa wewe na watoto wako na familia yako na wazazi wako. Mtu mmoja akaongea na ardhi akasema kwamba hawa hawatakuwa lolote, hawatafanikiwa, watakufa wakifikisha miaka fulani, watakuwa ndio mwisho wa maisha yao. Adui anaweza akaongea. Sasa hebu angalia, yamkini kuna mahali umepangisha, yamkini kuna mahali unafanyia kazi, yamkini kuna mahali umenunua kiwanja, yamkini kuna mahali umejenga, kuna mahali umepanga unakaa mahali, lakini kuna maneno yalisemelewa pale kwamba yeyote, wenyeji wa ile eneo walisema kwamba yeyote atakayekuja kununua hapa, yeyote atakayekuja kukaa hapa, hata dumu mahali hapa. Yamkini ataondoka, atakimbia, ataacha hii ardhi. Yamkini hatafanikiwa, yeye na uzao wake hawatafanikiwa. Yale maneno uwanga yanaleta athari. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanamwaga mpaka damu kwenye ardhi yao wakisemelea maneno. Na wewe utakayekuja ukakaa hapo ukapita, au nyumba mtu amejenga akasema maneno, ni mwanamke alikuwa hapo, ni mwanaume alikuwa hapo akafarakana, huyo mwanamke akasema hiyo nyumba, akatamka maneno, au yule baba akatamka maneno, au kuna dhuluma ilitokea pale, maneno yakatamkwa. Maneno hayo unaweza kupita hapo leo, ukakaa hapo leo, ukasimama hapo leo, ukafanya hapo biashara leo, ukafanya hapo kazi leo, ukajenunua hilo eneo, ukanunua hiyo nyumba, na mambo yako tangu umefika hapo, mambo badala ya kwenda vizuri yakaanza kwenda kombo. Ulikuwa ufike kule ukajikuta umebaki pale pale, ulikuwa upige hatua ukajikuta umebaki pale pale. Siku ya leo Mungu anaenda kufanya jambo jipya, watoto wa Mungu. Sasa angalia, anasema akaketi katika kiti, anasema hapana, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Yaani hayo ni maneno yamesemelewa katika ardhi, katika nchi, na maneno hayo yakastawi. Lakini twende tukaangalie Yoshua alipokuwa anapita Yeriko, ule ukuta ukamzuilia. Yalitokea mambo pale, lakini Yoshua anaongea maneno kwa habari ya Yeriko. Kuna maneno Yoshua anatamka kwa ajili ya ardhi ya Yeriko, kwa ajili ya ile nchi. Anatamka vitu, kuna vitu alisemelea pale Yeriko. Sasa twende tuangalie Yoshua aliongea nini na nini kilitokea, ili ujue ni kwa namna gani jinsi maneno yanaweza kuathiri maisha ya mtu yanaposemelewa katika nchi, katika eneo. Kuna kuzuiliwa wewe kama wewe, maisha yako wewe kama wewe, lakini kuna mambo yanaweza yakakuathiri wewe kupitia eneo unaloishi, au mtaa unaoishi, au mahali unapofanya kazi, au unapofanya shughuli zako. Sasa twende Yoshua ili uweze kuelewa vizuri. Asante Mungu mwenye nguvu. Yoshua mstari wa 6, mlango wa 26 unasema hivi: na Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu huyu atakaye inuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Unaona, ni mchi. Yoshua anaongea. Yoshua alikuwa na Mungu ndani yake, na wewe mtu wa Mungu una Mungu ndani yako. Na mtu mwingine labda ana roho ya adui. Adui anaweza akatamka, na Mungu anaweza akasema. Mtu wa Mungu anaweza akasema, na mtu wa ule mwovu anaweza akasema, kwa sababu shetani hafanyi kazi bila kumtumia mwanadamu. Anamtumia mwanadamu. Na Mungu hafanyi kazi duniani bila kumtumia mwanadamu. Ndivyo hivyo tulivyo kwa sasa. Ukiona Mungu ameshuka hapa katikati yetu, ndio amesimama Mungu kabisa akaja, tutasema huyo sio Mungu. Kwa sababu Mungu anamtumia mwanadamu. Akisimama mwanadamu aliye na Mungu ndani yake, tutamuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini adui anaweza akamvaa mtu na akaleta madhara makubwa. Kama hujajua, ukakanusha haya maneno, ukatawanya haya maneno, unaweza ukashangaa kuwa kama kila adui alichotamkia. Sasa sikia hapa, mtu wa Mungu alitamka. Huyu alikuwa ni mtu wa Mungu, lakini anasema maneno. Sasa uangalie jinsi mtu wa Mungu, wewe hapo ulipo unaye Mungu ndani yako, maneno yako yanavyoweza kuwa na athari. Unaposema kwa ajili ya mtu aliyefanya kinyume na maisha yako, au mtu alafu anasema, ngoja tusome hapa. Na Yoshua akaapa kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Mungu mtu yule atakayeinuka kujenga mji huu wa Yeriko. Ataweka misingi wake kwa kufiwa na mzaliwa wake wa kwanza. Tena atayasimamisha malango yake
kufiwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo. Yoshua anaongea maneno haya. Anasema mtu huyu atakaye kuja kupita hapa Yeriko, akaanza kujenga hapa. Mtoto wake wa kwanza, wakati anaweka ule msingi, ndio anaanza kujiandaa kujenga, amesimamisha msingi. Mtoto wake wa kwanza atakufa. Lakini anaenda mbali zaidi, anasema wakati msingi umeshasimama, jengo limeshasimama, wakati wa finishing, wakati ndio anamalizia, ndio anajiandaa kuingia, anasema mtoto wake wa mwisho atakufa. Sasa ngoja uangalie jinsi maneno yanavyoenda kudhibitika huko mbele. Twende kwenye kitabu cha Wafalme. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 16. Angalia mstari wa 34. Neno linasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Akataka misingi yake. Anaenda mtu sasa, hajui chochote. Ni wewe hapo. Umeenda mahali hujui chochote. Nini kilisemelewa? Nini kiliandikwa pa? Nini kilitambikiwa pa? Nini kilinuiziwa pa? Ni nini kiko pale kwenye lile eneo? Miungu yao ni miungu ya namna gani? Ni kitu gani? Ni roho gani inatawala kwenye lile eneo? Wewe hujui. Wewe umeenda tu kwenye lile eneo. Umekuta nyumba umepangisha shingapi, chumba 50,000. Unaingia. Lakini kumbe kuna roho nyuma yake. Unashangaa, mbona tangu nimefika hapa sifanikiwi? Sasa angalia mtu huyu anafika tu Yeriko. Yeye anaingia kazini, anaanza kujenga. Ona maneno ya Yoshua anavyoenda kusimama. Sasa anasema akaja mtu huyu Mbetheli akajenga Yeriko. Akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza. Yakadhibitika yale yaliyonena. Watoto wa Mungu, ardhi ikisemelewa, neno likisemelewa juu yako katika nchi, linaweza likakuathiri. Yakini familia yenu kuna maneno yalisemwa, kuna mambo yalitamkwa. Hiyo huduma mahali pale haitasimama, haitaenda popote, itakufa tu, itakuwa tu ni mwisho. Wala watu hawatafika. Wakifika mwisho wasizidi 50, wakifika mwisho wasizidi 20. Yakini kuna maneno yalitamkwa. Yakini kuna neno lilitamkwa pale unapokaa, kwenye mazingira ya nyumbani kwenu, kwenye familia yenu. Yakini kuna maneno yalisemelewa. Na mimi nakumbuka wazee wetu walikuwa na hiyo tabia. Kule kijijini mimi niko mtoto mdogo, lakini naona wanachukua mbuzi wanatoka naye. Wanachukua kondoo wanatoka naye, wanaenda huko shambani. Wanachinja, alafu katika kuchinja ile damu wanaiachilia hapo chini. Inamwagika hapo chini. Wanawaza ni kitu gani? Lakini wanajua maneno yao wanayosema, jinsi wao walikuwa watamjua Mungu vizuri. Wanaongea maneno, na maneno hayo nakwambia, walikuwa wakiongea wanayaamini, wao wenyewe wanayaamini. Huyu kijana atakuwa 1, 2, 3. Ataenda hivi, ataenda vile. Wengine wanasemelea zaidi, wanasemelea mababu na mabibi walioko kwenye ukoo, waliokusha kutangulia kwenye familia. Anamuita mtu alikuwa anaitwa Morio, sijui alikuwa anaitwa Machilima, sijui alikuwa anaitwa Makawishe. Anasema kawishe kule uliko ukakae, hii damu sijui nyama sijui kitu gani. Wanasemelea. Sasa wakisemelea mambo yao, wakizindika mambo yao, wewe unakuja unaingia pale. Yale mambo wanaosemelea na kuzindika, hakika yake yanakubali. Lakini siku ya leo ashukuru Mungu ameleta neno kwenye maisha yetu, kwamba kama kuna kitu chochote kilinena, sehemu tunayofanyia kazi, sehemu tunayofanyia biashara, maeneo tunayoishi, mahali popote kwenye huduma, mahali popote kwenye mambo yako, maisha yako, katika kusudi la Mungu, kitu chochote kilichosemelewa leo tutaenda kuangusha na kuharibu na kuteketeza na kuangamiza, alafu na kupanda na kujenga kama Mungu alivyomwambia mtumishi wake Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank you Lord Jesus. Na mimi natamani mtu aone. Sasa angalia kitu kinasema, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abraham na Abiram mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segebu, kama alivyosema Yoshua, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Angalia kitu kama hicho, watu wa Mungu. Angalia kitu kama hicho. Siku ya leo rika ya baba sikana musika. Siku ya leo hata nasema neno hili, anza kutafakari ni mahali gani unataka kutoka, kwa sababu Roho Mungu atashuka juu yako kwa nguvu. Na kwa rika ya baba sakandere monte kora baba shikana musika. Thank you Lord Jesus. Sasa tuende tukaangalia kitu gani ardhi inaweza kufanya, na Kristo yuko ndani yetu, na Roho Mungu yuko ndani yetu. Sasa leo utaenda kutamka. Yamkini ukuwahi kutamka, ukaondoa hizo roho zilizokuwa kwenye mazingira ya maisha yako, kwenye eneo lako la mahusiano. Yaani tunasema kwa ujumla, chochote kilichotamkwa kikasemelewa juu yako na ukuweza kukiondosha, au kimesimama tu hapo kwa sababu kina uhalali wa ile damu iliyowekwa, wa lile neno lilosema. Leo tuna neno la Mungu
la rehema lenye moto namna hii linalosema kwa habari ya kutuvusha kwenye maneno yale ambayo yalitamkwa, mambo yaliyotufunga yakatuzuia kwenye nchi ambayo Mungu alitukabidhi ili tufurahie maisha hapa duniani, turithi kama wana, lakini sisi ni wana na bado tunataabika. Amen. Rima sandele moshikilie. Sasa tutaenda kuomba. Muda mfupi tutaenda kuomba. Na nimekwambia ni ibada ya kupewa haki yako iliyoibiwa na ule mwovu, kuunganishwa na baraka zako zilizozuiliwa. Amen. Mipaka iliyowekwa, marufuku zilizowekwa, Yes, leo zitateketea kwa jina la Yesu. kwa jina la Yesu. Haijalishi waliweka nini, walisemelea neno. Wakati mambo haya wako wanasema neno, wanatoa na sadaka. Yamkini walifanya walichokifanya. Ni sadaka gani walitoa? Kama ni mbuzi, ni kuku, kama ni mnyama, kama ni wengine mpaka wanatoa kafara za wanadamu wenzao. Lakini iko damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Inapita damu za wanyama, damu ya binadamu, damu ambayo heri kaya baba. Yaani damu hiyo ni bichi kila wakati, kila saa, na inanena. Amen. Itanena kwa habari yako siku ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Walisema akizaa mtoto wa kwanza atazaa wa pili. Akizaa wa pili atawazaa. Wengine wanasema atazaa watoto lakini hawatakuwa chochote. Sio kwako kwa jina la Yesu. Amen. Sio kwenye maisha yako. Kwamba hatasoma huyo. Hatasoma. Elimu yake itakuwa ni ya kawaida. Mwingine anaruhusiwa hata akisoma, hata akimaliza hatapata kazi ya maana. Ni neno lilitamkiwa kwenye ardhi. Leo tutaangamiza kwa jina la Yesu. Amen. Leo tutaitia damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Tutaitia damu ya Yesu kwa ajili ya nyumba ya baba yako. Amen. Tutaitia damu ya Yesu kwa ajili yako, ya maisha yako binafsi na uzao wa tumbo lako. Amen. Kwa ya masaka ya mambe moto. Thank you Lord Jesus. Ngoja tuangalie jinsi maneno yanavyoweza kuwa na kufungua Zaburi 65. Yaani sifa unazo, CV unayo ya kupata kazi, uwezo unao wa kufanya hiyo kazi, wa kufanya hiyo biashara, lakini kinachozuilia unashangaa ni kitu gani? Moyo wa kutumika unao, moyo wa kufanya kazi unao, moyo wa kumtumikia Mungu unao. Ni nini kinazuilia? Leo tutaua hiyo roho kwa jina la Yesu. Zaburi 65:9. Neno hili tembea nalo. Tunafanya kitu hapa na tunamaliza. Zaburi 65:9. Umeingilia nchi na kuistawisha. Umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji. Wawazuru watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye nchi. Mstari wa 10. Matuta yake yawajaza maji, wapasawazisha palipoinuka, walainisha nchi kwa magugu, waibariki mimea yake. Kwa hiyo nchi inaweza ikasemelewa vizuri na ikafanya vizuri. Ukatamka maneno yakaota kwenye nchi kwa ajili ya baraka zako. Ukasema maneno mbele za Mungu kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia yako, yakasimama kwa ajili ya maisha yako ya baadaye. Haleluya. Twende Isaya 35. Nchi inaweza kuponywa. Isaya 35. Kweli nchi inaweza kuwa ilisemelewa maneno na ikakukataa. Nyayo zako hizi zinatembea kwenye ardhi lakini kama zinaelea. Kama unajua kuna watu wengi wanajua haya mambo. Unashangaa mtu anaingia kwenye nchi ya mtu yuko peku. Tunashangaa. Mbona nakumbuka marehemu Joshua alikuja Tanzania akashuka kwenye ndege akaanza kutembea peku. Unashangaa kwa nini huyu mtu anatembea peku kwenye ardhi havai kiatu? Kwa nini anatembea peku? Kuna mtu mwingine baba mmoja na mjua wake. Yeye anatembeaga peku. Yeye amevaa smart lakini anatembeaga tu peku. Unajiuliza kwa nini mtu anatembea peku kwenye ardhi? Wakati mwingine kanyaga hiyo ardhi useme maneno mazuri juu ya maisha yako. Kisemele. Sasa nyingine kuna neno tu, hilo neno hili limekuwa kama yani tuseme kama ni chuma fulani. Yani uwezi zile baraka zilizoko zilizokusudia katika nchi hazikupati. Umezuiliwa. Unyayo wako umechotwa. Unajua wale wanaoangaga wanasema unyayo wake ulichukuliwa. Unakanyaga mahali mtu anaona mtu amekanyaga anaenda na yeye anachukua ule udongo. Kuna mtumishi mmoja naye alikuwa anatumika sana.
Watu wanaenda wakichukua ule udongo pale alipokanyaga, wanasema mambo yao yamefunguliwa. Sasa ndio hivyo na mchawi. Akiona sasa kama nyota yako ni nzuri na wewe mwenyewe umekusudiwa baraka, anaenda anachukua unyayo wako. Unashangaa mtoto alikuwa mzuri, anawaza vizuri, sasa hivi ni bangi tu. Mama alikuwa vizuri kabisa, anaomba vizuri, sasa hivi hata kuomba tena hawezi. Unaweza ukamsema na kumsema, lakini kumbe ni adui amepata mlango. Mungu atusaidie kanisa. Isaya 35. Isaya 35 mstari wa kwanza unasema, nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Kumbe mambo yanaweza katika nchi yakawa sawa, yakakaa vizuri, ukachanua katika nchi, ukastawi katika nchi, ukaneemeshwa katika nchi. Yes. Lakini pia inaweza kuwa kinyume cha hayo. Amen. Na mchanga, mstari wa 7, na mchanga ung'aao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemchemi za maji. Katika makao ya bweha walipokuwa wamelala patakuwa na majani pamoja na mianzi ya manyasi. Kuna mahali panaweza kuwa pana ukame, lakini ukapasemelea. Yaani watu wamepaona hapafai, wala hapa biashara iwezekaneki kabisa. Na watu wamekaa hapo wakasema hilo eneo hapana. Unajua kuna watu wanakimbia maeneo. Wengine mtu amejenga nyumba hamalizi imebaki tu hapo. Nakumbuka nilipokuwa Sakina kule kwa Baiti, kuna nyumba ilikuwa imejengwa. Yaani nyumba ilikusudiwa kujenga ghorofa ni nzuri, lakini tunakuwa mpaka tunakuwa watu wakubwa. Ile nyumba iko vile vile tu. Hata hamna mtu anayekuja kununua pale. Na iko karibu na barabarani. Hakuna hata mtu anayekuja kuulizia nyumba inauzwa shilingi ngapi. Yeye mwenye kujenga akashindwa, na hata hakuna mtu akiona tu yaani kuna kitu kimesindikwa pale. Leo ni leo katika jina la Yesu. Amen. Thank you Lord Jesus. Sasa sikia, naenda kusoma neno hili la mwisho, alafu tunaingia katika hichi ambacho Mungu anataka akutoe hapa. Ezekiel 47. Tusikie nabii Ezekiel anasema nini. Ezekiel 47 mstari wa kwanza. Baadaye akanileta. Hebu tuanze mstari wa 3. Hili sio parefu sana. Au wapi? Ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini, akanizunguka kwa njia ya nje mpaka lango la nchi kwa ajili yake iliyoelekea mashariki, kwa njia yake iliyoelekea mashariki. Na tazama maji yalitoka upande wa kuume. Ngoja leo tuone haya maji ni kama kustawi, ni kama kustawishwa, ni kama Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu anaweza kuja kwenye maisha yako kama maji, kama moto, kama upepo, kama mafuta, kwa njia nne. Tuone kama haya maji yanayosema ni Roho wa Mungu. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kupimia mikononi mwake kwenda mashariki. Kuna mtu anakuja hapo anasema, Ezekiel anasema, akapima dhiraa 1000, akalivusha maji yale, maji yakafika mpaka viwiko vya miguu. Anasema kwa habari ya maji yalikuwa mpaka kwenye nini? Kwenye viwiko vya miguu. Lakini angalia, siku hii leo unapoenda kutoka hapa, Mungu atakustawisha kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo lingine. Haleluya. Amen. Alafu anasema, kisha akapima dhiraa 1000, akalivusha maji yale, maji yakafika mpaka magotini. Sasa yanaenda, yametoka kwenye uwiko, yale maji yanakuja mpaka magotini. Maji yanapofika magotini, mtu bado akaweza kujaribu kutembea. Anaweza kujaribu kutembea. Lakini maji yanapokuja, hapa tuendelea anasema, kisha akapima dhiraa 1000, yakawa mto isiyoweza kuvuka, maana maji yamezidi, maji ya kuogelea, mtu asiyovukika. Sasa yakaja labda yakafika sasa mpaka hapa. Hapa maji yakishafika hapa, kama maji yenye nguvu, uwaga unaweza ukaanza kuzama. Sasa tuone nguvu za Roho Mtakatifu zitaenda kukushika kiasi kwamba yani unajua zinapokuwa zimefurika kwako, unaweza zikaanza kukupeleka. Yaani Roho wa Mungu akaanza kukupeleka yeye mwenyewe, akaanza kukuendesha yeye mwenyewe, akaanza kukutawala yeye mwenyewe, kwa sababu Roho wa Mungu akishafurika juu yako, hiyo chote kilichofungwa kwenye ardhi, chochote kilichofungwa kwenye nchi, chochote kilichokutawala kitaanza kukuachia kwa jina la Yesu. Amen. Akaniambia, mwanadamu, je, umeona haya? Kisha
kisha akanichukua akanirudisha mpaka nchi ukingo wa mto. Sasa siku ya leo nikaja baba Sakaramonde. Na haijalishi kama adui alikuja mpaka akafika kwenye kiwiko, akafika kwenye magoti, akafika mahali pa kukuzamisha ili uzame. Haijalishi. Kwa sababu Mungu ni mkuu kuliko yule mharibifu. Kwa sababu nguvu ya Mungu ni kuu kuliko yule mwovu. Kwa sababu mamlaka ya Mungu ni kuu kuliko yule mharibifu. Sasa leo Roho Mungu ataenda kufurika kwenye maisha yako. Wakati jambo lolote lilokuwa limewekwa kuanzia kwenye unyayo wako mpaka kwenye kiwiko, litatokomea kwa jina la Yesu. Amen. Jambo lolote la adui lilokuwa limeletwa kwenye maisha yako kuanzia kwenye kiwiko mpaka kwenye magoti, yani kwamba mambo yamekuwa magumu, hata wewe mwenyewe umeanza kukata tamaa, elimu umeacha, umeanza kukata tamaa, ukasema na vitu umerudisha kabatini, umeanza kukata tamaa, ukaona na huyu mwanamke haiwezekani tena, umeanza kukata tamaa, ukaona wazazi wangu wameniacha, biashara tena ukafunga na duka, kama ni kazi ulikuwa unafanya imeleta matatizo, umekuwa na ugumu sio kwa kawaida, wanakuwinda tu wewe unasema kazi ya namna hii kazi gani? Unachoka. Siku ya leo tunaenda kushirika na hilo. Haleluya. Amen. Nyanyuka pale ulipo, ulikaya baba Sakaramonde. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante wewe tumana kwa mtukufu wako. Kora baba shikandere masekeye monde monte monta. Rika ya baba Sakaramasaya. Wale wangu na Mungu wangu ninakutukuza. Tena maajabu ninakuadhimisha. Tena miujiza ninakuinua. Baba wa milele ninakushukuru kwa ajili ya neno lako lenye nguvu, lenye mamlaka. Kwa sababu roho yako iko katika hili neno. Tazama Baba wa milele, yako maneno yaliyotajwa, yaliyosemelewa. Kama roho ni mtoto wa Mungu, neno hili nigusa. Nigusa na nakwambia. Mungu hatumagi neno kama hana sababu na makusudi nao. Analituma neno ili akutoe mahali ambapo adui amekuonea. Analituma neno ili akuvushe. Analituma neno ili akufungue. Analituma neno kukuponya. Analituma neno kukupeleka kwenye baraka alizokukusudia. Na neno hili linasema kwa habari ya mtu aliyesemelewa. Mtu aliyesemelewa kwenye hali. Mtu aliyesemelewa kwenye mazingira. Nakumbuka wewe nikaja baba Sakaraba. Mama mmoja akaniambia nimeonyeshwa. Hapo kwenye hilo eneo mtumishi wa Mungu, hapo kwenye hilo eneo. Hapo kwenye hilo eneo nimeona shimo kubwa. Na shimo hilo kuna nyoka anatoka na kuingia. Na kuna mahali hapo kweli hapa fanikishani. Yaani mtu hata kama nyota yako inang'ara kiasi gani, hata kama una elimu ya juu kiasi gani, hata kama una bidii kiasi gani, mambo yanakuwa vile vile tu. Kora baba Shikaramande masiki. Baba yangu na Mungu wangu ninashukuru kwa ajili ya ukombozi. Yehova ninakutukuza kwa ajili ya neno lako. Neno lako pale ulimwambia Yeremia waona nini? Akasema anavyoona. Baba tunaona ribarshandele mote. Tunaona kufunguliwa kwa kanisa lako Yehova. Tunaona kufunguliwa kwa maneno yaliyotutenga kwenye miguu yetu, yakatufanya kushindwa kupiga hatua. Mungu mtakatifu. Thank you Lord Jesus. Kila neno limasha kaya baba Sakaramosi. Kila neno lililosemwa kwa rapapande le manta la monde le mose. Neno lililosemwa juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Hilo neno la aina yoyote na ule mwovu ibilisi na mawakala wake alitumia mtu, alitumia chochote, alitoa sadaka, akasema maneno juu ya maisha yako, juu ya familia yako, juu ya nyumba yako, na teketeza na kuharibu. Ninaangamiza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nikaya baba, kora baba, pieni makofi na kuendelea kutamka maneno. Shangilieni aliyesho. Ninaangamiza, ninaharibu kila mpango wa kuzimu, kila mpango wa giza. Umewekwa pale unapoishi. Maneno yale yaliyotamkwa mchana na usiku, yakawa yalitangulia waipale kabla yako, yakaleta uharibifu kwenye maisha yako. Na mnawa kwa jina la Yesu, hayo mazindiko, hiyo mitambiko, hizo roho za miungu zilizoshikilia nyoyo zako, zilizoshikilia roho yako, zinashikilia na nafsi yako, na mnawa kwa jina la Yesu, na angamiza kwa jina la Yesu, na sabaratisha kwa jina la Yesu. Kila roho iliyokukamata, roho iliyokamata chochote kinachohusiana na wewe, kilichokamata baraka zako, napeleka moto, napeleka moto, naitia damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye pale unapoishi, itia damu ya Yesu, itia damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye eneo unalokaa, naitia damu ya Yesu mahali hapa, naitia damu ya Yesu kwenye mazingira ya eneo hile, naitia damu ya Yesu, naitia damu ya Yesu kwenye anga, naitia damu ya Yesu kwenye biashara ya mtu aliyoko mahali hapa, kwenye kazi ya mtu aliyoko mahali hapa. Bwana wangu Yesu Kristo, hiyo damu yako imeshinda damu ya mnyama, imeshinda damu zote, ikanene mema, ikaleta ukombozi kwenye ile eneo. Kora mashakantara yakaya mama Sikara Masaya, ukombozi unaingia kwenye eneo unaloishi, ukombozi unaingia pale unapofanya biashara,
ukombozi unaingia, ukombozi unaingia. Mahali popote ulipotegwa, kwenye nchi uliyotegewa, moto unapita. Rababasa kademonte, Bwana yetu ni moto unao, moto unapita. Roho wa Mungu anapita, Bwana Yesu anapita, kwa damu yake anapita, na kupatanisha na ardhi, na kupatanisha na baraka zako, na kupatanisha na wema wa Mungu, na kupatanisha na yale Mungu aliyokusudia kwenye maisha yako. Rikaya baba sikara muzika. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu mwenye nguvu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako. Kupitia kile kitabu cha nabii Ezekieli. Kora papa shikara muzika. Roho wa Mungu akapite kama moto kwenye nyayo za miguu yako. Akapite kama moto kwenye nyayo za miguu yako. Akatoke kutoka kwenye unyayo mpaka kwenye kiwiko cha miguu. Roho wa Mungu akakutajirishe. Roho wa Mungu akakuondolea yale maneno. Akakuondolea ule msiba. Akakuondolea ile machozi na maumivu. Akakuondolea ile roho ya kimaskini iliyoruhusiwa. Akaondoa ile katazo lililokataliwa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu anapita. Roho Mtakatifu anapita. Anapita kwenye miguu yako, anapita. Ile roho iliyozuiliwa, iliyokuzuia usipige hatua, usiwe na maendeleo, usifanikiwe, usiendee baraka za Mungu. Moto unapita. Moto unapita. Moto wa Roho Mtakatifu unapita. Kora baba shika rabosika. Kama hayo maji aliyosema Ezekieli yalitoka kwenye kiwiko, yakaenda magotini, yakafika sasa mahali ambapo anaweza kuendelea. Roho wa Mungu akapite na kusababisha kwenye wema wa Mungu, kwenye mafanikio yako, kwenye baraka zako. Mvua ikanyesha ya baraka sasa kwenye pale unapokaa, unapofanyia biashara, unapofanyia kazi. Mvua ya baraka ikanyeshe, wema wa Mungu ukaonekane. Mabaya yameenda mbali, uharibifu umetoweshwa, kafara zimeanguka, vibuyu vimepasuka, chupa walizokuwekea zimeanguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maneno yale yameteketea, faraja ya moto yameteketea, kwenye ardhi yameteketea, kwenye nchi yameteketea, kwenye anga yameteketea. Kila neno kinyume, kila neno baya, kila utabitabiko, kila manuizio mabaya, unatoka hapo kwa jina la Yesu. Unatoka hapo kwa jina la Yesu. Pokea wema wa Mungu, pokea ukuu wa Mungu, pokea rababa ndele mashikeye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rikali ya baba hapo nisogea mbele. Kora masakanya, ninasimama mbele yako nikiwa nimevaa vazi hili la elimu ya juu, nikikutamkia pale elimu yako ilipopigwa marufuku, ninakutoa kwa jina la Yesu. Nasema elimu yako haijafika mwisho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyanyua mikono yako juu, mshukuru Mungu. Elimu yako haijafika mwisho. Iwepo roho yote iliyonenwa kwenye ardhi, iliyonenwa mahali popote, na achilie damu ya Yesu katika ukombozi wa elimu yako. Utafika pale Mungu alipokusudia. Utaenda pale Mungu alipokusudia. Haijalishi ni kwa muda gani, haijalishi ni kwa wakati gani, lakini neno hili litaishi kwamba elimu yako haijafika mwisho. Utafika kule Mungu alikotaka ufike. In Jesus name. Hallelujah. Sogea Justina. Bora baba shika na kutamkia. Utapata kazi ambayo kila mtu akisikia atashangaa. Sogea tu moja nyingine. Natamka neno hili kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tena maajabu, tena miujiza. Mungu wa ishara, ajabu na muujiza. Yesu uliyemfufua Lazaro kutoka kaburini, pale ambapo baraka zako zimeshikiliwa na kutoa hapa kwa jina la Yesu. Ninaangusha hiyo mipaka, hayo makatazo. Utafanya kazi nzuri, utafanikiwa, utakuwa na maendeleo makubwa kwa utukufu wa Mungu aliye juu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Tunayote aliyoko mahali hapa, aliyewekewa katazo mahali popote, ninamtoa hapo kwa jina la Yesu. Imekuwa kwako wewe unayeamini. Sawa sawa. What a beautiful name it is.
beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory